ambao tunatoka katika bonde la Ufa. Na ninataka kuwakashifu leo IG. Hatuwezi kuwa kwa taifa ambayo tunaanza kujigawana kwa vikundi ili kila mtu akuwe analinda kwake ikuwe ni kama bedroom. If we continue on that path, I can tell you in 2022 this country can easily be reduced to Somalia. Na hatuwezi kukubali hiyo. Hiyo maneno ati tunaambiwa ati kuna bedroom ya mtu. Raila ajue kwamba hiyo kura tulipata 10,000. That was a warning shot and it was fired and it will now go precisely to what we want in 2022. Na asitutishe katika taifa hii ya Kenya. Tunataka kila raia akuwe na uhuru. Mimi ni mmoja wa wale nilikuwa na agents katika sehemu ya Kibera. Na tulisumbuliwa sana na magaidi. Mpaka leo tunaongea IG wa police hajawahi ongea. I want to tell you the IG, you should never take side in a political contest because your office is that is supposed to be independent. But what you have shown in the last few years since you came in is you are totally incapable of running the police service of this country. Tunataka mtu ambaye ana uwezo. Wewe Matiang'i umeshindwa. You have become a captive of your own tribe to the extent that you cannot call out the people from your community who incite violence in this nation. What about Jesus Matiang'i? Hiyo ndio taifa tunataka na tuwezi kutishwa tena ati kuna mtu ambayo ako kwa bedroom ya mwingine. Sasa hii mnatuambia kila siku kuna handshake, kuna BBI ambayo itakuja ku address injustices and electoral violence. How can you address an injustice when at the same time prosecuting an injustice? How do you want us to tell us that you are going? Your BBI tupilia mbali kwanza tuongee maneno ya injustice that happened in Kibera against our own people. And I want to appreciate and Raila Odinga should take from Mariga. Mariga ametuonyesha stewardship mzuri kwa siasa ya Kenya hii. Kwamba usiongojee hata IBC useme nimeshindwa. Mariga wakati yeye alifanya tallying yake, akaona hesabu yake imeenda chini, he called his competitor. Na akamwambia congratulations my friend, tutasaidiana. That is exactly what we expect of Raila Amolo Odinga when we finally put you to retirement in 2022. Unajua hiyo 207-208 mwenye alileta shida ni Raila na Kibaki kwa sababu walikuwa wanaomba kura. Wakashindwa kuomba kura kwa njia inayofaa. Na mimi nataka niseme ukweli, hata hiyo 207 serikali walilala, police inspector general ya police wale wanasimamia Kenya kutoka 2022 mpaka 207 walisimamia nchi vibaya. Wanashika watu wengine wanaacha wengine. Wanafanya siasa ya kupanga huyu unaacha huyu. Siku hizo ndio tuliambiwa hata title deeds are mere papers. Because maneno kidogo kidogo. By 207 the country had become extremely polarized because of small politics. Na mimi nataka niseme saa hii nimwambie Matiang'i na Mutiambai. The same things you are doing ni vitu tuliona wengine walisimamia security before 207 walikuwa wanafanya. Ile ya kusema shika huyu wacha huyu, fukuza huyu waachilia huyu, nyang'anya huyu security mpatie huyu, kubalia huyu akuwe na gang yake lakini uondoe kutoka huyu. The things we saw in Kibra the other day, if by now the Inspector General of Police, the Minister of Interior has not done anything, I want to tell them and I want to tell to the face, we are sowing seeds of discord, seeds of violence. Now we will reap like we have reaped before. And I want to tell President Uhuru Kenyatta, being our own president, want to tell him congratulations for running this country for the last 7 years peacefully. Despite the fact that Raila alikuwa huko nje analeta vita, ukasimamia nchi peacefully. Sasa huyu amekuja ndani, amekuja kukoroka serikali kuhakikisha ya kwamba wakati anaendeleza vita kwa kona za Kenya, polisi hawatafanya chochote. Kwa sababu inasemekana yeye ni mtu wa handshake. Mliona Kalwale analingwa mawe na policeman anasimamia akicheka. Mliona Simba Arati na Kunz wanachapa kofi mbunge mwenzake Didmus Barasa na policeman wanaona wanacheka.
there is a problem. The police of this country has misinterpreted what is this handshake. They have understood to mean it is opportunity to protect the man of violence to continue doing violence inside government as policemen watch, because they've been given instructions to ensure that this person continue his acts of violence. And leave a united country in 2022, or is going to leave a polarized country, a country that has become silos, political silos, where someone has his own bedroom and another one has another bedroom, another one has another bedroom, and in every bedroom everybody has his own goods and everybody has his own weapons to fight any other person who is seeking for political office. If we continue like that as a nation, in a short while we will not have a republic. Tayari tunang'ang'ana na mambo ya debt, tunang'ang'ana na mambo ya unemployment, tunang'ang'ana na mambo ya economy. Ndio hii tumeongeza goons wamerudi sasa. Ile goons tunasikia kwa Kisumu ati wanaitwa Angola, Msumbiji, sijui wanaitwa Taliban, sijui wanaitwa nini, jeshi la mzee. Ndio hiyo imekuja sasa, imefika Kibra, and we don't know which constituency it will be next. Mimi kama kiongozi wa Jubilee tunasema hivi, sisi tumesema we will not accept violence to continue in our country. Na hata kama tulipigwa mawe, we want to say this, we will not use revenge. We don't want to revenge on anybody. And we want to insist, we will not, as leaders of Jubilee, and we are saying this, and I'm saying this without blinking, as members of Parliament of Jubilee, we are not going to endorse anything of BBI or be part of anything of BBI until Raila Amolo Odinga renounces violence, asks for forgiveness, and confesses his sins. We will not accept, as the majority leader in the Senate, I will not table anything of BBI or handshake until the principal partner of handshake confesses his sins and asks for forgiveness from all Kenyans for what happened in Kibra. Mumesikia ama mtasikia? Mimi kama kiongozi wenu nimesema, kama kiongozi wa Jubilee, sitakubaliana kushikana mkono kupitisha chochote ambacho itatoka handshake ama BBI mpaka wakati ule kiongozi wa ODM Raila Odinga atakapotubu dhambi zake na aombe msamaha wa Kenya. Ndio sasa tuanze mpya, tuseme tunapitisha document ambayo mwenye anahusikana ametubu dhambi. Ile ilimwakika kwa Kibra, hata kama hakuna mtu alikufa, kuna watu walimwaka damu. Wabunge hawezi kupigwa alafu wanakuja kupewa orders atipitisha hii pitisha hii. Hapana, we are an independent republic. We are not going to allow that kind of conmanship and that kind of behavior to continue in this country. Poleni, nimesema maneno mengi, lakini lazima niseme kama kiongozi, kwa sababu sitaki kuattend another mazishi after 1 year or 2 years ati kuna Mkenya amekufa kwa sababu ya siasa. We will not allow. And we want to tell Matiang'i aelewe vizuri sana, we are giving him the shortest time possible to arrest Simba Arati. Sio ati kwa sababu Matiang'i anataka kuenda kuomba kura kwa gavana huko kwao penye anatoka, ati akipata mtu mwenye amefanya makosa kama Simba Arati hawezi ka arrest kwa sababu anatafuta kura kidogo kidogo. We are not children to be used as Kenyans. We must discipline everybody, and I have always asked, kama ingekuwa Nelson Koech ama ingekuwa Oscar Sudi ama ingekuwa Kimani Ichung'wa ama ingekuwa Susan Kihika, angefanya kitu kama hiyo? Saa hizi angekuwa ameshikwa, amefungwa na amenyang'anywa security na amezungushwa kwa Kenya. Where are there people who over a lesser God, and there are people who are higher and better covered in this country than others? We are not going to accept that kind of behavior.